Wakenya wametakiwa kusitisha maandamano ambayo yanashuhudiwa nchini kufuatia kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Pwani Patriotic Leaders Abu Kathada, akisema maandamano hayo yanasababisha vifo na majeraha kwa Wakenya. Tumesikitishwa sana na mauaji ambayo kwamba tuliona ilifanyika katika maandamano ya siku ya jana katika mji wa Nairobi, na tungependa nchi ichukue mkondo kama huo, na pia tunakemea haya maandamano ambayo kwamba leo imeonekana kuwa ni kama first priority katika kuitetea haki. Tumeona maandamano yakifanyika kwa jina la Justice for Ojwang. Isipelekee Ojwang mmoja wakauliwa Ojwang wengi kwa sababu ya kumtetea mtu mmoja, tukapoteza maisha ya vijana wengi kwa sababu ya Ojwang mmoja. Na maandamano ni chombo cha kutufikisha katika kupata justice ama haki. Tusifanye maandamano ndio pahala penye tutakuwa ni wenye kupata justice. Justice inapatikana mahakamani. Maadamu kesi iko mahakamani, basi tuwe ni wenye kusitisha maandamano, tusionyeshe nchi ina taharuki. Kathada amesema maandamano hayo yanatatiza usalama wa taifa sawia na kuatia hasara wafanyabiashara ambao mali zao huporwa. Aidha, amewakashifu wanasiasa ambao wanashinikiza kuweko kwa maandamano ya kila siku jijini Nairobi. Tumesikitishwa pia kusikia baadhi ya wanasiasa wakisema kuwa eti katika mji wa Nairobi, jiji la Nairobi, kila siku yatafanyika maandamano. Hawa ni watu ambao kwamba wanavita na nchi yetu, amani ya nchi yetu, wanavita na uchumi wa nchi. Itakuwaje jiji ambalo kwamba ni capital city nchi yetu tuifanye kila siku iwe ni sehemu ya kufanya maandamano? Na maandamano yenyewe tunayashuhudia mali ya watu yanaporwa, watu wanapoteza makazi zao. Ikiwa ni justice ya mtu mmoja, isipelekee tukapoteza justice ya watu wengine. Kuna watu ambao kwamba wana biashara zao wanafunga, na mwisho wa mwezi watadaiwa kodi ama rent ya maduka yao na hawajafungua, kisa ni maandamano. Watoto hawaendi kusoma, na kusoma ni haki yao ya kikatiba. Kwa hivyo tusiangalie haki ya mtu mmoja tukawa ni wenye kusahau haki ya taifa letu. Pia tulisikitishwa sana kuona waliokuwa former Chief Justice Maraga na Willy Mutunga wakipiga debe kuwa wanataka mabadiliko yafanyike katika kitengo cha polisi, mambo na cyber crime. Walikuwa katika position ya kuweza kubadilisha katiba na kuweka madai yao, wakati ambao kwamba walikuwa wanatambulika kama majaji wakuu wa hii nchi. Keif leo ni raia wa kawaida ndio wanakuja na madai kama hayo. Na pia tukimsikia akisema kuwa wiki ijayo naye atakuwa front line katika maandamano. Nyinyi ni watu ambao kwamba mngeacha legacy katika hii nchi. Nyinyi ni watu ambao kwamba mngeonyesha mnahubiri amani, ni mabalozi wa amani, mnatangaza amani, lakini nyinyi ndio mnaonekana kuwa mnachochea jambo la amani katika hii nchi yetu. Tutaombea hii nchi, tutamwombea rais wetu, tutaombea viongozi wetu, kwa sababu hatuna Kenya nyingine, hatuna nchi nyingine. Kenya ni hii moja, na tunamwomba Mwenyezi Mungu kila mwenye nia yake fiche ama dhamiri yake mbaya kwa hii nchi, Mwenyezi Mungu asifaulishe nia yake. Nikiripotia runinga An-Nisa Mombasa, langu jina Farida Ali.